Mchana mmoja katika mji wa Wagadugu, Captain Ibrahim Traore, simba wa Afrika, mwalimu wa darasa, kiboko ya manyang'au, kiboko ya wachawi, kiboko ya wezi na majambazi, waporaji wa rasilimali za Afrika, alikuwa anapitia faili. Ndani yake kulikuwa na majina ya maofisa 17, akaunti mpya za nje na meseji za siri na mpango wa mapinduzi. Kwa muda wa siku 6, timu yake ya intelijensia walikuwa wamekusanya ushahidi wa kutosha. Walinasa mazungumzo ya namna mawakala kutoka nje wanavyojaribu kutaka kudhibiti Burkina Faso. Na Traore akaangalia saa yake. Wasaliti ndio ulikuwa muda wao wa kuchukua hatua sasa. Lakini kilichokuwa kinawasubiria ilikuwa sio risasi bali ni pingu. Traore akiwa amesimama Ikulu akiangalia hali ya hewa nje, huku mikono yake akiwa ameiweka nyuma, akawa anawaza, kwa sababu usaliti wa namna hii na majaribio haya ya kupinduliwa sio mapya kwake. Maana tangu amechukua madaraka watu wa magharibi wamejaribu sana kutaka kumpindua. Je, uko tayari kwa Nate? Hii ilikuwa ni sauti ya Ibrahim Traore akiuliza bila kuuliza kwa sauti ya juu. Ndiyo mkuu, mimi niko tayari, akaongea huyu kijana wake mlinzi ambaye ni mwaminifu sana kwake, na kila kitu kiko mahali pake. Akaendelea, na hakuna msaliti hata mmoja ataepuka ama kukimbia. Na Captain Konate ni mtu mwaminifu sana kwa Ibrahim Traore tangu mwanzo, na ni miongoni mwa watu wachache sana au maafisa wachache anaowaamini. Na Traore akarudi kwenye meza yake na akaanza kusikiliza mazungumzo yaliyorekodiwa. Ingawa ilikuwa ngumu kusikia kila neno, lakini kutokea moyoni mwake akawa ameelewa, na mpango au operation ikaanza usiku huo. Tutamzuia Ibrahim Traore geti la mashariki, na marafiki zetu wa Kifaransa wana helikopta ambayo iko tayari. Na baada ya mpango huu kukamilika, kila mmoja kwenye akaunti yake atawekewa dola za Kimarekani 50,000. Na kama mpango ukishindwa, basi kule Paris Ufaransa watatupa sisi makazi. Na hii sauti ilikuwa ni ya Colonel Diallo, mtu ambaye amepambana bega kwa bega pembeni ya Ibrahim Traore kwa muda wa miaka usiopungua 10. Walipambana sana wakipigana na magaidi. Sasa ni mtu yuko tayari kuuza taifa lake kwa ajili ya pesa. Na Traore akakumbuka walipokuwa wanafanya operation pamoja ni miezi 6 tu iliyopita. Waliwaokoa raia kutokana na makundi ya magaidi wakinywa maji kwa pamoja kutoka kwenye kantini moja. Na mpaka hapo Diallo akawa anaonekana ni mtu yuko smart sana. Na hapo Captain Konate akamuuliza rais, Mr. President, mbona upo kimya sana? Hawa watu wanataka kukuua ujue. Traore hakusema chochote, ila uso wake aliupeleka kwenye meza yake, huku akiangalia uso wa kutabasamu wa Thomas Isidore Noel Sankara, kijana aliyefanya mapinduzi katika umri mdogo sana kwa ajili ya taifa la Burkina Faso, ambaye huyu alikuwa ni Che Guevara wa Afrika, lakini kijana mashuhuri, askari wa Kiafrika aliyeuawa kwa ajili ya kuwalinda watu wake dhidi ya manyang'au. Na akasema, haki siyo hasira, ila tunaitaka sasa. Maisha yangu hayana umuhimu, Captain Konate. Cha muhimu ni uhuru wa nchi hii, ubinadamu kwa watu wetu. Hilo ndilo jambo la msingi. Akanyoshea kidole chake katika picha ya Thomas Sankara na akasema, mtu aliyebadilisha jina kutoka Upper Volta na kuiita Burkina Faso, aliyewapenda watu wake, chuma hakikupotea mikononi mwake. Na wakati akiwa katika maongezi haya, mlango ukagongwa, na wakati huu ni Kamanda Meja Ouedraogo akaingia, uso wake ukiwa unatiririka jasho. Bwana Raisi, hawa watu wanasogea sasa. Colonel Diallo na watu wake wanaandaa silaha sasa hivi. Wameshaondoka tayari uko kaskazini kwenye kikosi cha jeshi. Na Traore akaitikia. Na wakati huo kila mmoja akawa kwenye nafasi yake. Radio call ziko hewani na kila mtu ameshika nafasi yake kama wale walinzi wa rais, na kila kitu kiko sawa. Na huu ulikuwa ni mpango ulioandaliwa kwa uvumilivu mkubwa sana miezi michache iliyopita. Shughuli za kiraia zikawa zinaendelea kama kawaida bila watu kujua ni nini kilichokuwa kinaendelea Ikulu. Wakati huu Traore akawa anaangalia kwenye
runinga yake akiwa anaona hawa wanajeshi wakiwa wanatoka kwenye kikosi cha jeshi na kukutana katika sehemu ambayo walikuwa wamepanga wakutane maeneo ya siri. Skrini iliyokuwepo hapo ikamuonyesha Colonel Diallo pamoja na wenzake 4 wakiwa wanakuja kwa mlango wa nyuma wa ikulu, wakiwa na silaha mkononi, wakiwa na umakini wa hali ya juu sana. Kwa ajili ya Burkina Faso, Traore akanong'ona. Kwenye skrini zingine zikaonyesha tayari askari waaminifu na walinzi wameshawazunguka wasaliti tayari, na silaha zikaangushwa chini. Mshangao katika sura ya Diallo ukawa umechukuliwa na kamera, kwa sababu operesheni hii haikuhusisha mlio wa risasi hata moja, haikusikika. Upande mwingine, Captain Musa ambaye walikuwa pamoja kwenye mafunzo ya kijeshi na Ibrahim Traore, wamesoma pamoja, naye alikuwa ameshakamatwa tayari, kwa sababu yeye kazi yake ilikuwa ni kuiteka redio ya taifa, akijiandaa kutangaza kuondolewa kwa Ibrahim Traore ama kuuawa kwa Ibrahim Traore. Siku iliyofuata Traore akawa amesimama kwenye kambi ya kijeshi, na wakati huo maafisa 17 wamepigishwa magoti huku pingu zikiwa mikononi, na vyeo vyao vyote vimekwisha kuvuliwa, na bendera ya taifa la Burkina Faso ikiwa inapepea nyuma yake, ambayo ina rangi nyekundu, ya kijani na nyota ya njano katikati. Kamera zikaanza kurekodi kila kitu. Hii haikuwa tu ni adhabu kwa wasaliti, bali ni ujumbe kwa Afrika nzima. Na Traore akawakaribia akiwa imara kabisa, akiwa amevalia gwanda zake za kijeshi kama kawaida. Hakukuwa na mapambo yoyote kama vile ambavyo rais anafaa kuwa, kwa sababu hapa alitaka tu ukweli uweze kujulikana. Akawaangalia hawa wasaliti, na kati yao hakuna hata mmoja aliyeweza kumwangalia machoni Ibrahim Traore, wote wakiwa wameinamisha vichwa vyao chini. Ni nini kimewaleta hapa? Aliuliza, na sauti yake ikiwa imeenea ile eneo lote. Je, ni pesa, ahadi za uongo, au kwa sababu nyinyi ni waoga? Colonel Diallo akainua kichwa chake akiwa anaona aibu na huku na hofu akitetemeka. Akasema, Mr. Rais, tulikuwa tu. Ibrahim Traore akadakia, mimi sio rais wako tena. Mimi ni mtu wa watu wa Burkina Faso, na wewe umewasaliti watu wako. Maneno haya yalikuwa ni makali kuliko wembe unaweza ukakata mwili, yakiingia ndani, yakichoma ndani kabisa ya moyo wa Colonel Diallo. Na pembeni yake wamesimama askari waaminifu ambao wakiwa wanaangalia na wamekatishwa tamaa sana na hiki kilichofanyika na Colonel Diallo, wakijiuliza inakuwaje huyu msaliti amekuwa karibu na rais kwa muda wote huo, wakila chakula pamoja, wakipiga stori pamoja, wakinywa maji pamoja, na wakati mwingine wakilala pamoja. Akanyosha mkono wake na msaidizi wake akampa faili jembamba, na Captain Ibrahim Traore akalifungua na akasema, Colonel Diallo, tarehe 12 mwezi wa 6 ulionana na Captain Lorano anayetoka katika intelijensia ya Ufaransa hotelini huko Paris, na wakakuahidi kukupa ofa ya dola 200,000 na wewe ulikubali. Na wakati huu uso wa Diallo ukawa unaona aibu tu, na akasema hakuna mtu aliyepaswa kujua hili, yani imekuwaje sasa? Huku macho yake yakizunguka zunguka akiwaangalia wale wasaliti wenzake 17, labda kuna mtu amevujisha hizi taarifa. Na mwamba Captain Ibrahim Traore akaendelea tena, Captain Ouattara, miezi 2 iliyopita euro 140,000 ziliwekwa kwenye akaunti yako ya Uswisi, na chanzo cha hizi pesa ni kutoka kampuni za sheri mbalimbali kama makampuni 5 hivi, na ni pesa maalumu ambazo zimeunganishwa na US State Department. Kila jina, kila mtu na kila mkutano wa siri, kila kitu kilirekodiwa. Mpaka hapo nyuso za wasaliti zikageuka zikawa nyeupe. Wakashangaa imekuwaje wamefuatiliwa kwa ukaribu hivyo, mambo ambayo yalikuwa ni asili ya wakutakiwa kuyajua. Na Traore akaendelea na listi tena, huku akimuumbua kila mmoja katika usaliti wanaofanya. Na Traore akafunga faili na kulirudisha kwa msaidizi wake.
Na hapo kuna waandishi wa habari, maaskari na mamilioni ya watu wa Burkina Faso wakiwa wanaangalia, huku kamera zikimchukua uso wake. Ni mtu mpole lakini yuko imara kweli kweli. Akiwa ameangalia kamera, akaendelea kuongea. Hawa ni watu vibaraka waliotumika na mabeberu kwa ajili ya kuendelea kunyonya rasilimali za Afrika. Ndugu zetu, watoto wetu wametishwa, wakaingiza hofu, wakitumiwa kwa ajili ya maslahi ya watu wa nje. Sauti za raia wa Burkina Faso zikasikika. Mama waliotuma watoto wao kwenda jeshini kwa ajili ya kulinda nchi, sasa wanajeshi wamekuwa ni wasaliti. Na askari wastaafu ambao wana makovu katika miili yao wakipigania uhuru wa Burkina Faso, na wao nyuso zao haziamini kilichotokea. Na Traore akaendelea akasema, na leo tunatuma ujumbe kwao na ao mamasta wao. Burkina Faso huwezi ukainunua, na utu wa Kiafrika hauwezi pia kununuliwa kwa pesa. Na usaliti siku zote huaga unakujaga na gharama zake. Wakati huo jua likiwa limepiga, basi wale wasaliti jasho linawatiririka na wamepigishwa magoti na hawaruhusiwi kunyanyuka hapo. Traore akawakaribia na akaongea kwa sauti ya chini, lakini maiki ziliweza kurekodi. Akawaambia, hatutawaua kwa sababu sisi sio kama hao waliowatuma, kwa sababu haki ni kitu cha thamani sana kuliko kisasi. Maneno haya yakaonekana kuwachanganya wasaliti, kwa sababu katika mapinduzi yoyote mtu aliyetaka kumwaga damu lazima naye ajibiwe kwa kumwagwa damu. Sasa na hii kauli ya Ibrahim Traore ikawa imewachanganya. Haraka walinzi wakaenda wakawainua pale, wakiwa nyuso zao wengine hawaamini kama kweli wamekamatwa. Na Traore akasema, hawa watu watashtakiwa na ushahidi wote utawekwa hadharani, na akaunti zao walizonazo huko nchi za nje zote tutazisizi, na dunia itaenda kushuhudia kuwa Afrika haijalala. Afrika inaamka na inachukua hatima yake mikononi mwake yenyewe. Wakati wasaliti wameondolewa, simu zikaanza kuita kutokea kwenye balozi za hizi nchi za nje, mashirika ya kimataifa, lakini pia na waandishi wa habari kutoka nje. Lakini Traore alikuwa anawaangalia tu watu wake. Huu ni mwanzo tu, akasema kwa sauti ya upole. Akaendelea, dhoruba kamili inakuja, lakini hapa ni mwanzo tu. Na alikuwa yuko sawa kabisa, kwa sababu hapo kauli zikaanza kuja kutoka Ufaransa, Marekani na mataifa mengine makubwa. Wakaja na ujinga wao ule ule wa kulinda haki za binadamu na heshima kwa ajili ya mchakato wa kidemokrasia. Na Traore alikuwa ameshaujua tayari ujinga huo, kwa sababu walichokuwa wanataka kukisema ni kuwa waachilie haraka hao vibaraka wetu, vinginevyo mtapata vikwazo vya kiuchumi. Lakini vitisho vya namna hii havifanyi kazi tena kwa Captain, kwa sababu hivyo ni hadithi za kizamani kwake, kwa sababu pressure zinazotokana na vikwazo vya kiuchumi zilikuwa tayari zimeshaondolewa huku Afrika kwenye baadhi ya mataifa kama hili la Burkina Faso. Siku 2 baadaye Traore akalihutubia taifa, na muda huu akatokea akiwa amevaa gwanda full kabisa za jeshi, akiwa na medali katika kifua chake. Mavazi haya hayakuwa ya kawaida kama ambavyo tumezoea kumuona kivaa gwanda kawaida, lakini haya yalikuwa yanaonyesha sasa amekuja full kutoka kwenye ofisi yake, na ni ofisi ndio inayoongea. Akasimama eneo ambalo ni Sankara Square, mtu ambaye alifanya mapinduzi ya kiuchumi na kuwafukuza Wafaransa miaka hiyo, na akasimama hapo, mamilioni wakiwa wanamwangalia, wanasubiri ataongea nini. Akaanza kusema, ndugu zangu wanaume na wanawake wa Burkina Faso, huku macho yake yakiwa makali kama simba, nataka kuwauliza swali. Je, utajiri wa Afrika ni kwa ajili ya nani? Dhahabu zetu, madini ya uranium, madini ya almasi, je, haya ni haki ya nani? Na umati uliokuwepo hapo ukaitikia kwa sauti moja, ni yetu. Ardhi yetu, maji yetu, hatima yetu, nani anatakiwa kuviendesha hivi? Bado wakaitikia, ni sisi. Kumbuka haya maneno yalitoka ndani ya kilindi cha moyo wake kwa miaka mingi, akiangalia vile ambavyo Mfaransa ananufaika na taifa lao. Akaendelea, sasa kama ni hivyo, kwa nini bado sisi ni masikini? Kwa nini bado tuna njaa? Kwa nini watu wengine wananufaika na utajiri wa rasilimali zetu?
Ukimya ukatawala kwa muda ukumbini hapo, kwa sababu kila mmoja mpaka wakati huo akawa wametambua ukweli huu mchungu. Wamama wakiwa wamewashikilia vizuri watoto wao, wazee wamesimama imara, vijana wameweka mikono yao mfukoni huku wakimsikiliza Captain, na akaendelea. Kwa nini watu kutoka nje wanakuja kuchukua rasilimali zetu? Ni kwa sababu tunawasaliti ndani. Kuna watu wanawauza ndugu zao, wanauza mama zao, wanawauza watoto wao kwa mataifa yenye nguvu ya nje. Na kwenye runinga zilizopo ukumbini hapo zikaonyesha akaunti za hawa wasaliti za nje zimefungwa, na zile meseji za siri zikaanza kupita pale kwenye runinga wakiangalia. Na Traore akawaambia, angalieni, hivi ndivyo wasaliti wanavyoonekana. Hivi ndivyo akili za kikoloni zinavyofanya kazi. Wakati tumelala, wao wanapanga mipango. Wakati tunafanya kazi, wao wanaiba. Tunapopigania na kupambania uhuru wetu, wao wanawapa kila hatua inayoendelea huku hawa wakubwa wao. Na hapo hapo nakala za wanaintelijensia wa Marekani na Ufaransa na zenyewe zikawa zinapita kwenye runinga ile, majina kwa ajili ya operation, budget, lakini pia na meseji za siri. Na hapo ulimwengu ukawa unashuhudia ukweli ambao unafunuliwa na Ibrahim Traore na aibu iliyowapata mataifa makubwa. Je, mnadhani tumewezaje kupata dokumenti hizi za siri? Traore huko akitabasamu akawauliza umati uliokuwepo pale. Kwa sababu mpaka sasa na sisi tuna macho pia na tuna masikio pia, lakini jambo la msingi zaidi, tuna akili. Watu wakacheka, angalau sasa wakajisikia vizuri, kwa sababu wamejua namna serikali yao inavyoendesha vitengo vya ujasusi kwa ajili ya kulinda maslahi ya nchi ya Burkina Faso, huku wakipongeza hatua ya serikali yao na intelijensia yao jinsi inavyofanya kazi kwa ajili ya kulinda rasilimali za Burkina Faso, na sio kusubiri kama ambavyo wamekuwa hawa magaidi au mabeberu manyang'au wakiwa wanalinyonya taifa la Burkina Faso. Na Traore akaendelea, wasaliti waliokuwa wanataka kupindua nchi wako gerezani, wakati mamasta wao waliowatuma wamekaa kwenye ofisi za gharama za bei ghali wakiwa huko kwenye maofisi yao. Ninawatumia ujumbe, siku zenu zinahesabika. Zama za kuendelea kulinyonya bara la Afrika zinaisha. Sisi sio kama baba zenu, hatuogopi na hatutawapigia magoti, na kitu cha muhimu, hatulali. Alipomaliza hotuba yake, sio tu raia wa Burkina Faso wakiwa wanafurahia, lakini ni ulimwengu mzima ukiwa unafurahia. Na haya tumeyaona juzi kwenye maandamano yaliyotokea duniani kote kumsapoti Ibrahim Traore kwa kauli za General Michael Langley kuwa anapaswa kukamatwa na kuadhibiwa kwa sababu anatumia dhahabu za nchi kwa ajili ya maslahi yake binafsi. Na ujumbe wa kumuunga mkono ukawa unatokea baada ya hotuba hii kutokea Mali, Niger, uko Dakar, Senegal, lakini pia na Msumbiji. Watu wakimuunga mkono huku wakiwataka viongozi wao pia na wao wawe kwa mfano au waige mfano wa Ibrahim Traore. Usiku ulipoingia, Traore akarudi Ikulu, sio akiwa amefurahia, ila akiwa na mzigo mzito zaidi, kwa sababu alijua manyang'au hawatanyamaza, hawatakaa kimya, kwa sababu mpango wao wa kutumia vibaraka wao umekwama. Akitembea tembea Ikulu akiwaangalia walinzi ambao wana furaha sana kwa tukio lililotokea siku hiyo, lakini akaenda ofisini kwake, akaangalia picha ukutani ya Thomas Sankara na akaongea, akasema, Sankara, leo tumepiga hatua moja, hii ni kwa ajili yako, na haya ni maono uliokuwa nayo. Lakini siku iliyofuata, kama kawaida, manyang'au na vyombo vyao vya habari wakaanza mambo. Wakaanza kuuliza uwajibikaji wa Ibrahim Traore, wakimuita huyu ni dikteta wa kijeshi na ni mtu tishio sana kwa demokrasia. Washauri wa kiuchumi na wao wakaletwa wakiwa wanatoa maonyo juu ya uwekezaji ndani ya taifa la Burkina Faso. Nyuma ya milango iliyofungwa, vikwazo vikawa vinapangwa. Ubalozi wa Ufaransa ukapunguza baadhi ya vitu vyake na ukaondoa baadhi ya staff wake kuwarudisha Ufaransa, wakidai nchi haina usalama kwa raia wake. Balozi wa Marekani naye akaomba kikao mara moja na Ibrahim Traore, lakini akaambiwa kuwa hapana, rais yuko bize, yuko huko anaangalia masuala ya kilimo, hii miradi ya kilimo.
Tena sio hapa mjini, yuko huko vijijini huko. Na ndani ya taifa la Burkina Faso kuna kitu sio cha kawaida kilikuwa kinaendelea. Raia wakijikusanya, wakifanya ulinzi katika maeneo ya kambi za jeshi, wakiapa kumlinda rais wao kwa damu na maji, damu na nyama. Wasomi wa vyuo wakaanza kuunda makundi kwa ajili ya kukabiliana na propaganda za watu wa magharibi. Mitaani, sokoni, hotelini, kwenye baa, watu wakaanza kuongea kwa uwazi kabisa kuhusiana na ukoloni, namna ulivyoathiri kwa unyonyaji waliofanya katika taifa la Burkina Faso. Wiki moja baada ya yale mapinduzi, Ibrahim Traore akapiga hatua nyingine tena ya kishujaa, akaita waandishi wa habari, akikaribisha waandishi wa habari kutoka duniani kote na maripota kutokea huko mataifa ya magharibi wakitegemea misamaha. Yaani aombe msamaha kwa sababu kumekuwa na pressure kimataifa, kama vile ambavyo balozi zinafungwa, wawekezaji wanaanza kuondoka, wakategemea kutakuwa na misamaha atakayoomba mwamba Ibrahim Traore. Mkutano huu na waandishi wa habari ulifanyika katika jengo ambalo walilijenga wakoloni miaka ya nyuma, lakini kwa sasa limegeuzwa kwa ajili ya makusudi ya Waafrika. Kamera zikiwa ziko tayari kurekodi, Ibrahim Traore akaingia ameshikilia mafaili mkononi, zikiwa ni rekodi za mawasiliano ya kifedha, kukiwa na silaha pamoja na serial number ambazo zimetengenezewa huko Ulaya. Akaweka chini mafaili haya, pia yakionyesha namna ambavyo mapinduzi yalivyokuwa yanapangwa huko nje ya Burkina Faso. Na haya sio mashitaka, aliongea polepole. Huu ni ukweli, na ukweli hauwezi ukauwekea vikwazo. Na mwandishi wa habari wa BBC akainua mkono, akaanza kumhoji, Mr. President, Ufaransa imekanusha kuhusika na majaribio yoyote na hizi tuhuma unazotuhumu kwayo. Je, unasemaje katika hili? Traore akajibu kwa tabasamu, ndiyo wanakataa, lakini saini kwenye haya mafaili ni za au watendakazi wa serikali ya Ufaransa. Ukifuatilia mlolongo wa pesa zao unaenda na kurudi mpaka kwenye benki zao, na silaha zilizotumika zinabeba brandi zao. Je, unataka niamini maneno yao au niamini ushahidi ulioko hapa wa wazi? Na wakati huu sasa wakawa wanaonyesha mikutano ambayo Wafaransa na hawa wasaliti walikuwa wanakutana, wakionyesha bank account katika mataifa mengine za hawa wasaliti. Ulimwengu ulikuwa ukiangalia wakati ambapo hizi operation za kimya kimya zilipokuwa zinapangwa na sasa zinafunuliwa wazi. Na mwandishi wa Al Jazeera akauliza, unajitangaza mwenyewe kuwa wewe upo kinyume na watu wa magharibi au mataifa ya magharibi? Traore akasema, hapana, mimi siko kinyume na mataifa ya magharibi. Sisi ni wa Afrika halisi. Tunataka washirika na sio mabwana wakubwa, wawekezaji na sio wanyonyaji, marafiki na sio mizimu ya ukoloni. Na baada ya mkutano huu na waandishi wa habari, basi maswali waandishi wa habari wakayageuzia kwa mataifa ya magharibi na sio tena kwa Traore. Na mataifa ya jirani, vijana wadogo, na wao wakaanza kuongea kwa ujasiri, huku raia wakitaka uwazi na uwajibikaji katika mikataba ya madini. Na Ibrahim Traore akawa ni role model wa watu wengi, sio kupitia hotuba, no, maneno yake machache lakini yenye nguvu, sio kupitia utapeli wa kujiita mimi ni mzalendo huku hakuna kitu. Yaani matendo rahisi na ya maana kabisa yanayoweza kuwafunua hawa manyang'au. Na wiki chache baadaye, kama kawaida, uchumi ukaanza kuyumba wa Burkina Faso. Makampuni ya uwekezaji yakaanza kujiondoa, gharama za uagizaji vitu zikawa ziko juu. Haya yote yakifanyika, lakini washirika wapya wakaja. Mataifa haya ya Afrika yakaongeza ununuzi wa bidhaa kutoka taifa moja kwenda lingine, wakipunguza utegemezi kwa mataifa ya nje katika ukoloni. Na wale wasaliti na wao wakakumbana na mkono wa sheria. Asanteni sana.